Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliwachagua. Bwana kasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120, na Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana kaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana kaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana kasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo takavyoifanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanye safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3 ya chini, ya pili na ya tatu. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa, lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, na utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Wawili wa kila namna watakuja kwako ili wahifadhi, ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru.